2025 tulikuwa hatuna kosa la kubaka kwa kundi, lakini mwaka 2026 tuna makosa matatu ambayo yametokea kubaka kwa kundi, na chanzo cha makosa haya ya kubaka kwa kundi ni ulevi, lakini pia ukiachana na ulevi ni matumizi ya madawa ya kulevya, ndio chanzo cha makosa ya kubaka kwa kundi. Kwa tukiongelea makosa tunaongelea na kiini au chanzo cha tatizo. Kwa chanzo ni ulevi, na kingine sana sana ni matumizi ya madawa ya kulevya kwa vijana. Kosa la pili ni kosa la ubakaji, kosa la kubaka, ambao mwaka jana 2025 tulikuwa na makosa 40 ndani ya wilaya ya Ilemela, na mwaka huu 2026 tuna makosa 30. Kwa tuna makosa yamepungua, makosa 10. Kosa ambao chanzo chake cha kosa la ubakaji kwanza ni ulevi, pili ni matumizi ya madawa ya kulevya, lakini tatu ni malezi mabaya ya familia au mazingira mabaya ya familia, nne ni umaskini. Kosa la kumpa mimba mwanafunzi, mwaka jana tulikuwa na makosa 10, mwaka huu tuna makosa 8. Ila chanzo cha kosa hili ni mahusiano yasiyo rasmi ya kimapenzi kwa wanafunzi na wananchi wengine. Mwaka 2025 tumekuwa na makosa 16 ya kulawiti, 2026 tumekuwa na makosa 14 ya kulawiti. Tumepunguza makosa mawili. Kutupa mtoto, kosa la kutupa mtoto, mwaka jana tulikuwa na makosa 1, mwaka huu hatuna kosa la kutupa mtoto. Wizi wa watoto umeongezeka. Mwaka jana tulikuwa tuna wizi wa watoto, mwaka huu kuna makosa 3 ya wizi wa mtoto. Watoto 3 wameibiwa. Vyanzo vya wizi wa mtoto, cha kwanza ni umaskini kwa baadhi ya familia zenye kipato cha chini. Watoto wao wanatoka nyumbani wamekosa chakula, wanatamaza maisha, wanaenda kujitafutia kuuzwa, wananunuliwa. Kuna madalali wananunua watoto kuwatafutia kazi za nyumbani Dar es Salaam, Dodoma, kwa matajiri. Mwaka jana tulikuwa tunalikosa makosa na makosa 9. Kuonyesha wanafunzi chini ya uangalizi wa wazazi wao tuna makosa 9 mwaka huu. Mwaka jana tulikuwa hatuna kosa. Bado tuna kiwango kikubwa cha matukio ya ukatili, hususan vitendo vya ubakaji, ulawiti. Kwa hiyo bado haya ni kielelezo cha matokeo ya elimu na uelewa na watu wengi kutokunyamazia ukatili. Sasa kuna ongezeko la utoaji taarifa katika vituo vyetu na madawati ya polisi. Kwa hiyo ni wakati mwafaka sasa wa kuhakikisha wanajamii wanajitokeza kutoa ushahidi ili wale watenda ukatili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini niombe pia tumeona pia moja ya chanzo kilichotajwa na taarifa ya Jeshi la Polisi ni utumiaji wa madawa ya kulevya. Nadhani wakati mwafaka sheria yetu ya madawa ya kulevya imepitwa na wakati, kwa sababu kinachotajwa humu sasa hivi sio yale madawa ya kulevya tuliyoyazoea, kokeni na heroin. Sasa hivi imeibuka wimbi kubwa la utumiaji wa ugoro unaochanganywa na pombe kali za aina mbalimbali na kutengeneza vileo ambavyo hata haya madawa ya kulevya tuliyoyazoea ni cha mtoto. Kwa utaona pia imeibuka wimbi kubwa la utumiaji wa pombe hizi za kupima na ziko holela. Kwa hiyo ni wakati mwafaka pia Bunge na Wizara ya Sheria na Katiba kufanya mapitio ya haraka ili tunaposema madawa ya kulevya kwa mazingira ya sasa, kwa mazingira ya Tanzania, madawa ya kulevya ni yapi? Kwa sababu sasa hivi kiwango kikubwa cha watoto wadogo wa shule za msingi, sekondari, walio mashuleni, walio nje ya shule wanavuta ugoro kuliko hata mabibi zetu. Zamani tulikuwa tunaona na mabibi, na ugoro huu sio ugoro wa kawaida, ni uliochanganywa na vileo mbalimbali. Madawa ya kulevya kwa kiwango kikubwa sana unatumika. Kwa hiyo bado haushughulikiwi kama madawa ya kulevya, wakati ndio wimbi kubwa sana la watu wa makundi yote ya marika yote, watu wazima na nini, wanautumia kama madawa ya kulevya. Sasa bila kushughulika nao na kuudhibiti, tutaacha tukifikiri kwamba tunashughulika na kokeni na heroini katika kama madawa ya kulevya. Kumbe kutokana na mbinu mpya na za mazingira ya sasa, utengenezaji holela wa uchanganyaji wa ugoro na pombe kali zingine umezalisha madawa ya kulevya
bangi na shisha na vitu vingine. Jumla ya kesi 10 za ukatili dhidi ya wanawake na watoto zilipokelewa na kufanyiwa kazi kupitia mfumo wa usimamizi wa kesi. Kati ya hizo kesi 10, kesi 5 zilikamilika huku kesi 5 zikiendelea katika hatua mbalimbali za usikilizwaji mahakamani. Katika kesi zilizokamilika, baadhi ya watuhumiwa walipatikana na hatia na kupewa adhabu kwa mujibu wa sheria. Kumekuwa na upungufu wa kesi na matunzo ya watoto zinazowasilishwa kwa maafisa ustawi wa ngazi ya kata. Kwa wastani, idadi ya kesi zimepungua kutoka kesi 5 kwa wiki hadi kesi 2 kwa wiki, jambo linaloashiria kuimarika kwa utatuzi wa migogoro ya kifamilia na uelewa wa jamii kuhusu wajibu wa malezi na matunzo ya watoto. Mwisho wa mtoto kufanya hichi kitu ni saa ngapi? Saa 12. Sisi kama mtakuwa kuanzia ngazi ya chini tumefanya nini kuhakikisha kwamba hawa watoto wafanye hivyo vitu, ili tukija kujadili hapa tunajadili kwamba pasiasi eneo fulani watoto kadhaa walikuwa wanafanya hiyo kitu, lakini hadi sasa hivi hakuna mtoto hata mmoja au tumepunguza au tuendelea kufanya hizo kampeni. Kwa hiyo tusimamie sisi kama kamati, na isiwe jitihada za mtu mmoja mmoja, iwe ni jitihada za watu wote, ili mwisho wa siku tuone mahali ambapo tumefika. Kwa kawaida nadhani wanaenda sana shule za serikali, lakini tukumbuke pia kwenye shule za binafsi watoto ni wale wale wa kwetu, sio kwamba wanatoka nchi za nje. Kwa hiyo ni vizuri pia wakienda kwenye shule za serikali, lakini pia kasi iongezeke kwa sababu shule ni nyingi, na ni vizuri wakienda watujulishe, twende pamoja. Shule za msingi za serikali tu tunazo 84, lakini za private zimeshafika 81. Kwa hiyo tuna jumla ya shule 165.